lingine ambalo ningependa nipongeze leo ni swala la mwitikio mkubwa wa chakula shuleni kwenye watoto wetu. Hawa watoto hawa tukitaka kwetu tupate matokeo chanya, hii tulioanza jana, kampeni ya chakula mashuleni, tuiendeleze kwa wilaya nzima, tutapata matokeo mazuri sana ya watoto wetu. Jana niwapongeze mtaa wa Sabasaba chini ya mwenyekiti wao Bwana Sabato, wameitikia, wamemobilize, tumeona jambo limekuwa kubwa sana. Sikutegemea tutapata zile gunia 11 pale pale za chakula, lakini pia nimepata taarifa mwitikio watu wengi wameendelea kwenda kutoa support ya chakula. Kikubwa tuandae kamati nzuri zitakazosimamia vizuri vyakula vya watoto wetu shuleni, lakini pia tuwa support walimu. Niwapongeze sana walimu wote wa shule zote kwenye wilaya yetu kwa mwitikio mkubwa walioamua kujitoa kuwasaidia watoto wetu. Tusipowekeza kwenye elimu, tumekwisha kwenye kizazi chetu. Kwa hiyo Tarime tuwe kifua mbele kwa utajiri tulionao, kwa advantages tulionazo za mvua mara 2 kwa mwaka, lakini pia jiografia ya wilaya yetu ilivyokaa, tuwekeze na kwenye elimu ya watoto wetu, kwa sababu hawa ndio wanaenda kuwa viongozi wa kesho. Kama tusipowapa elimu bora, maana yake tutakwama kupata viongozi bora kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo nimefurahi kuona wananchi wameitikia vizuri, nimefurahi kuona viongozi wa ngazi za chini wameitikia ile kampeni yetu ambayo tunaendelea nayo. Lakini lazima niwapongeze watu ambao nimeona kwa kweli walijitoa mpaka mwisho. Licha ya viongozi wetu, lakini kuna wadau mbalimbali ambao walijitoa. Nimpongeze Bwana Soya One Limited. Nimeona pale ametoa magunia zaidi ya 3 ya chakula na bado ameahidi kuendelea kusaidia. Lakini nipongeze Matiko Foundation, nao wamesupport kwa kiasi kikubwa. Nimpongeze mwenyekiti wetu wa halmashauri. Ile kata sio yake, lakini amekuja kuonyesha mfano kama kiongozi, naye kuchangia chakula cha watoto shuleni. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Lakini wapongeze wananchi ambao walijitokeza pale. Nimeona support waliofanya, imetupa moyo hata si viongozi kwamba hakuna jambo na ushindikana. Na baada ya pale nimepata taarifa ya maeneo mengineyo ambayo na wao wameshajikita tayari, wameshaweka mikakati ya kwenda nao kuzindua na kuendelea na uchangishaji wa chakula mashuleni. Ndugu zetu wa Matongo, diwani wa kule Bwana Godi, naye pia alinipigia simu, ameshaandaa jambo lake kwa ajili ya chakula shuleni na mwitikio wa watu mkubwa, amekusanya na wadau. Ndio tunataka viongozi wa namna hii. Tunataka viongozi kama mwenyekiti wa halmashauri ambaye anaenda, kiongozi unatakiwa uongeze kwa mfano. Wazungu wanasema lead by example. Sasa tunataka viongozi wote tujitokeze kwenye maeneo yetu, tuunge mkono hizo jitihada, tuwasaidie hawa watoto ambao ni malaika, lakini wakati mwingine wana matarajio, wana ndoto zao kubwa, tuzifikie zile ndoto zao, tuwasaidie kufika. Kwa sababu tukipata chakula shuleni vizuri, watoto wakapata wakala, tutaongeza hata mahudhurio shuleni, tutaongeza ufaulu. Kwa hiyo niendelee kuwashukuru wananchi kwa mwitikio huo, hawajaniangusha wana Tarime. Tuko pamoja vizuri, lakini pia hata ushiriki wa shughuli mbalimbali za maendeleo. Tarime hatupati changamoto. Tukiwa na jambo letu tunafanya kwa pamoja na linakwisha kwa pamoja. Umoja wetu ule na muunganiko wetu ule ndio unaoleta maendeleo kwenye jamii yetu, maendeleo ya afya, maendeleo ya elimu, lakini na maendeleo mbalimbali ya miundombinu na shughuli mbalimbali za kimaendeleo kwenye wilaya yetu. Tunaona wilaya yetu inapokuwa, inakuwa kwa sababu kuna utulivu, kuna amani, kuna maelewano, kuna ushirikiano kwenye shughuli mbalimbali za maendeleo. Lakini pia hata changamoto zetu tumekuwa tukitatua ndani, tunasikilizana vizuri, tunafikia mwafaka wa majambo mbalimbali. Hilo ndio jambo la msingi kabisa. Tunahitaji utulivu. Lazima tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa miongozo yake na maelekezo yake kwamba tuhakikishe kwamba kwenye maeneo yetu kunakuwa na utulivu mkubwa, na ndio kiu yake. Mheshimiwa Rais ukitoa tu nafasi yake, lakini kama mama hawezi kukubali kuona jamii inateseka, jamii inaumia, jamii ina mahangaiko. Na ndio maelekezo yake kwetu sisi kila siku. Ndio maana na sisi tunafanya kazi usiku na mchana, kwa sababu tunaiga mfano wa kiongozi wetu mkubwa. Na wananchi wa Tarime wamemuunga mkono Dkt. Samia Suluhu Hassan. Niwaombe tuendelee kutuliza amani na utulivu. Vyama vya siasa vyote tufanye shughuli zetu katika hali ya utulivu na amani. Tuijenge Tarime. Hakuna mtu atatoka nje ya nchi kuja kuiongoza au kuja kuiendeleza au kuipa maendeleo Tarime. Ni sisi wenyewe wana Tarime tukiungana kwa pamoja, tukasikilizana, tukafanya mambo yetu kwa pamoja, tukipeana maelekezo yanakwenda. Na niwaombe viongozi wote wa ngazi zote kufanya ushirikishi kwa wananchi. Wananchi wa Tarime hawana shida yote, ili mradi tu umewashirikisha, wamesimama kwenye nafasi yao, wamesimama kwenye nafasi yako, na mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo nipongeze kwa ujumla. Leo nikasema tu nimewiwa kuona namna viongozi wanavyoshiriki tukitoa maelekezo. Kwa mfano jambo la chakula shuleni, kata nyingi zimeshatangaza kwenda kufanya ile kampeni ya kuhakikisha watoto wanapata chakula. Ile
ni faraja kwetu sisi viongozi kuona mwitikio mkubwa kama huo, na tumeanza vizuri, naamini tutaendelea kwenda vizuri. Sasa uchangiaji wa chakula uwe endelevu. Na viongozi tuendelee kusimamia vizuri kile chakula kisije kikafanywa hujuma yote, na vyakula Tarime tunavyo vingi. Tunapata advantage ya mvua mara 2 kwa mwaka. Kwa hiyo hili itakuwa jambo kubwa sana kwetu na Mwenyezi Mungu atatulipa kwenye hili. Lakini pongeze kamati ya ulinzi na usalama kwenye wilaya yetu. Tunafanya kazi kubwa sana kuhakikisha hizi hali za utulivu zinakuwepo. Lakini hakuna mtu anayetuvurugia amani na utulivu ndani ya wilaya yetu. Kwa hilo niendelee kupongeza na niendelee kuomba wa dini waendelee kutuombea sana, viongozi waendelee kuombea wananchi wa Tarime. Wazee wetu maarufu, wazee wa mila, waendelee kutusimamia na kutuombea ili tufanye kazi zetu vizuri, tuwatumikie wananchi. Na viongozi wote niombe wa serikali tuwe watumishi kwa wananchi. Tusiende kuwa mabosi, tusiende kuwa tawala, ili hao wananchi waone faida na manufaa ya nchi yao, lakini waone sisi viongozi tunashuka kwao chini na kuwashirikisha majambo yote. Wananchi wa Tarime ukiwaona hawana shida yoyote, cha msingi tu mwashirikishe lako. Na ndio maana kisha na wanatatua wenyewe wakati mwingine. Wazee wanakaa, viongozi wa chini wanakaa, mambo mengi wanayamaliza, kwa sababu hatuwezi kuepuka migogoro mpaka siku tutakapokwenda kaburini. Lakini kwa sasa Tarime imetulia vizuri, tunashirikiana vizuri, wote tumekuwa wamoja zaidi. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilaya ya Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora, Msumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrina Buriani na Tumaini. Ndio, karibu sasa. Leta mwana apate elimu bora. Kwa mawasiliano piga simu namba 0765 65 67 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.